Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari. Tukujuze yale yaliyojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Godwin Mawanja, na kwenye habari za michezo takuwa na Wahab Limei. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa awaahidi wa Tanzania utulivu katika kipindi cha uchaguzi. Halmashauri Manispaa ya Temeke atoa mkopo wa 10% wa zaidi ya shilingi bilioni 5 kwa jasiriamali 7,000. Na katika habari za kimataifa, maelfu kuendelea kutoa heshima za mwisho kwa mwili wa Papa Francis. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie huko mkoani Dodoma, ambapo tunaelezwa kuwa Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa amewaahidi wa Tanzania kwa siku ya uchaguzi mkuu wa diwani, wa bunge na rais unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu, kila mtu atakuwa salama kuanzia anapoingia kituoni kupiga kura hadi anaporudi nyumbani. Taarifa na Josephine Kaponya kutoka bungeni Dodoma inaarifu zaidi. Waziri Mkuu Mheshimiwa Majaliwa amesema hayo bungeni wakati akijibu swali la mbunge wa Nkasi Kaskazini Mheshimiwa Aida Kenani katika maswali ya papo kwa papo kwa Waziri Mkuu ambayo huelekezwa kwake kila siku ya Alhamis. Akiuliza swali lake kwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Aida ameeleza wasiwasi wake kutokana na kushuka kwa idadi ya wapiga kura kila uchaguzi, akitaka kujua mkakati wa serikali wa kushirikiana na wadau ili kuhamasisha ushiriki mkubwa zaidi wa wananchi. Kwa mfano, mwaka 2010 kati ya waliojiandikisha walioenda kupiga kura ni 42.7. 2015 kati ya waliojiandikisha walioenda kupiga kura ni 65.3. 2020 kati ya wale waliojiandikisha waliojitokeza kupiga kura ni 50.7. Yote hiyo imetokana na sababu mbalimbali, ikiwemo na wananchi kupoteza imani kwa vyombo vinavyoandaa uchaguzi na vinavyosimamia uchaguzi. Tutaendelea na kazi hiyo ili hayo mapungufu ambayo mheshimiwa mbunge ameeleza yaweze kutoweka na kupungua kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo niwataka niwahakikishie na nitumie nafasi kuhamasisha Watanzania kwamba mwaka huu 2025 ni mwaka wa uchaguzi mkuu ambako wale wote wenye sifa kupiga kura ni wakati wetu kwenda kuchagua rais, wabunge na madiwani kwenye maeneo yetu. Aidha, Mheshimiwa Majaliwa amesema serikali itaendelea kusimamia maslahi ya watumishi, mishahara na madai mbalimbali ili kuhakikisha yanalipwa kwa wakati na waweze kuendesha maisha yao. Amesema hayo wakati akijibu swali la mbunge wa Moshi mjini Mheshimiwa Priscus Tarimo aliyetaka kufahamu mkakati wa serikali wa kuhakikisha wafanyakazi wa kada na elimu zinazofanana wanapata mshahara unaofanana. Kwani waahidi watumishi wa umma, lakini waahidi pia watumishi wa sekta binafsi kwamba serikali itaendelea kusimamia maslahi ya watumishi kuanzia mishahara, lakini madai mbalimbali kuwa yanalipwa kwa wakati ili amwezeshe mtumishi wa umma kuendesha maisha yake kutokana na majukumu anayotekeleza ambayo ni halali, ikiwa ndio wajibu wake mahali pa kazi. Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu Mheshimiwa Majaliwa amesema serikali inatekeleza mipango mbalimbali ya kudhibiti masuala ya ukatili, ikiwemo kutoa elimu pamoja na kushirikiana na wadau wa taasisi zinazopinga ukatili. Ametoa ufafanuzi huo wakati akijibu swali la Mheshimiwa Stella Fiao, mbunge wa viti maalum aliyetaka kujua mkakati wa serikali wa kuandaa vitengo maalum shuleni, vyuoni, ngazi za jamii na kwenye ofisi ili kusaidia kukabiliana na vitendo vya ukatili. Nitoe wito kwa jamii. Matukio haya ambayo yanajitokeza baadhi ya maeneo yanaondoa haki ya msingi ya kibinadamu pale anapotendewa ukatili dhidi yake, na kwa kila mmoja awe mlinzi wa matendo haya popote katika jamii yetu, kuanzia ngazi ya vitongoji, vijiji na maeneo yote. Pale ambako kunajitokeza jambo hili, basi tuchukue hatua dhidi ya wale ambao wanatenda matendo haya. Sanjari na hayo pia, Mheshimiwa Majaliwa amesema kuwa serikali inaendelea na mpango wa kuyaendeleza mabonde nchini kwa kuyatumia kutoa huduma za kijamii, ikiwemo upatikanaji wa maji na nishati, ikiwa ni mkakati wa kukabiliana na mafuriko. Amesema moja ya mkakati uliochukuliwa na serikali ni kuunda mamlaka za mabonde zenye wajibu wa kufanya ufuatiliaji wa mwenendo, upishanaji wa maji na uratibu wa namna nzuri ya utumiaji wa mabonde hayo. Asante sana Josephine kwa taarifa hiyo.
Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. John Jingu amesema jukumu la kuiokoa jamii na ukatili wa kijinsia ni la kila mmoja, hivyo ameitaka jamii kushirikiana katika kupambana na vitendo hivyo. Taarifa zaidi inasomwa na Mrisho Mapeyo. Dr. Jingu ameyasema hayo jijini Dodoma wakati akiongoza kikao cha kamati tendaji ya mpango wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto MTAKUWA, ambapo ameeleza kuwa licha ya mafanikio yanayoendelea kushuhudiwa ikiwemo kuimarika kwa huduma kwa waathirika wa ukatili na kuongezeka kwa uelewa wa jamii, bado kuna changamoto zinazohitaji kushughulikiwa kwa haraka na kwa umakini. Amesema serikali itaendelea kushirikiana na wadau wa maendeleo, asasi za kiraia na taasisi nyingine ili kuhakikisha lengo la kupunguza ukatili kwa 50% ifikapo mwaka 2030 linafikiwa. Ukatili ni uhalifu. Ukatili wa aina yote dhidi ya wanawake, dhidi ya wazee, dhidi ya watoto, dhidi ya wanaume ni uhalifu. Na kama uhalifu mwingine wote haukubaliki katika jamii yetu. Jamii iliyostaarabika, jamii yenye maendeleo, jamii yenye ustawi itapambana na aina zote za ukatili. Kwa sisi kama jamii, ndio maana tumeanzisha mkakati huo kupambana na ukatili dhidi ya wanawake na watoto MTAKUWA kwa ufupi, kuhakikisha kwamba tunapambana na ukatili wa aina zozote katika jamii yetu. Kwa wito wangu kwa jamii ni kwamba tuendelee kushikamana, tuendelee kuibua vitendo vya ukatili vinavyotokea katika jamii, lakini tuendelee kuhimiza maadili ya mazuri katika jamii yetu ili kuhakikisha kwamba kila mmoja wetu basi anakuwa ni mlinzi wa mwenzake. Tukiona ukatili kokote kule, basi tuchukue hatua, ikiwemo hatua za kutoa taarifa kwa polisi, lakini kwa taasisi zingine ambazo zinahusika na masuala ya kupambana na ukatili dhidi ya wanawake, dhidi ya watoto, dhidi ya wazee, dhidi ya wanaume, ukatili wowote katika jamii. Naye kamishna wa ustawi wa jamii Dr. Nandera Mhando amewataka washiriki kwenda kusimamia vizuri majukumu yao, ikiwa ni pamoja na kuzingatia maelekezo na majumuisho ya kikao hicho ili kutekeleza na kufikia malengo ya MTAKUWA ya kutokomeza ukatili, kwani utekelezaji thabiti wa mpango huo unahitaji dhamira ya dhati ya uwajibikaji na usimamizi makini. Nao washiriki wa kikao hicho wamepongeza uongozi wa wizara kwa mwelekeo mzuri katika kuratibu MTAKUWA pamoja na uwasilishaji wa taarifa na majadiliano yenye tija. Asante sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini imekamata jumla ya tani 14,000 za kemikali bashirifu kwa ajili ya kutengeneza dawa za kulevya, huku watu 35 wakikamatwa kufuatia operation iliyofanywa kati ya mwezi March na April. Taarifa zaidi na Goodluck Msola. Akizungumza na wanahabari, Kamishna Jenerali wa Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini, Ali Taslimu, amesema katika operation hizo zilizofanyika kwa mikoa 7 pia wamekamata kemikali bashirifu ambazo zimetoka bara la Asia, ambapo amesema kemikali hizo baadhi yake zilikuwa zipelekwa wilaya ya Igunga mkoani Tabora kwa ajili ya kuanza uzalishaji wa dawa za kulevya. Kiasi hicho cha dawa za fentanyl ambazo zingezalishwa zingeweza kusababisha vifo kwa watumiaji takribani bilioni 4, ikizingatiwa kwamba kilogramu moja ya dawa hizo inaweza kusababisha vifo vya watu 500,000 kutegemea na uzito, afya na historia ya mtumiaji. Mathalan, miligramu 2 inaweza kusababisha kifo cha mtu mmoja. Kemikali aina ya acetic anhydride pamoja na matumizi mengine halali inaweza kutumika katika mchakato wa kutengeneza dawa za kulevya aina ya heroin. Hivyo kiasi cha kilogramu 10,000 zilizozuiliwa kingeweza kutumika kutengeneza kilogramu 3,704 za heroin. Aidha, kemikali hiyo inaweza kutumika kuzalisha kemikali zingine bashirifu ambazo zinaweza kutumika kuzalisha dawa za kulevya aina ya mandrax pamoja na methamphetamine. Kuhusu kukamatwa kwa pipi 10 kutoka nchini Afrika Kusini, Kamishna Jenerali Limo amesema hiyo ni aina mpya ya usafirishaji wa dawa za kulevya aina ya bangi, ambapo kupitia pipi hizo, ambapo kila moja imetengenezwa kwa kiwango kikubwa cha bangi, ikiwa ni zaidi ya skanka, ambapo raia wa Uganda amekamatwa akiziingiza nchini ili kutafuta soko. Akiingiza pipi nchini kutoka South Africa ni mbinu mpya ambao wanatunga, kwa sababu wameona sasa kusafisha zile bangi kwa wingi, zile skanka wanakamatwa. Kwa hiyo sasa hivi wanazitengenezea pipi, ambapo ukiangalia ile kiwango chake cha sumu THC kiko 92%.
ambapo ni kiwango kikubwa sana ambacho hatujawahi kushuhudia hapa nchini, kwa sababu ukiangalia skanka yenyewe ina 40 mpaka 60 ya THC. Bangi ya kawaida inaanzia 10 mpaka 13. Zile bangi za viwandani zina 0.3 THC, lakini hizi pipi zina THC 92. Ni kiwango kikubwa sana, na hizi zinauzwa ghali sana, na ndio maana unakuta wanaziingiza alafu wanauza kwenye mahoteli makubwa na kwenye maeneo mbalimbali. Kwa hiyo uchunguzi wa kina umeanza kwenye maeneo yote ya starehe. Yoyote tutakayemkamata na hizi pipi, hatua kali zitachukuliwa dhidi yake. Kwa upande wake, mkurugenzi msaidizi wa malalamiko kutoka taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini TAKUKURU, Tobias Ndaro, amesema TAKUKURU imejipanga kuwachukulia hatua wale wote watakaobainika kuhusika na upitishaji wa kemikali bashirifu tani 14,000, hasa watumishi wa umma ambao wapo katika maeneo ya mipakani. Haya magenge ya uhalifu ni magenge ambayo yana uwezo mkubwa wa kifedha, na kwa vyovyote vile yanatumia fedha walizonazo katika kufanikisha mazoezi ya uhalifu. Tumeona hapa kuna usafirishaji, kuna uingizaji na uuzaji. Hayo yote yanafanikiwa kwa sababu ya nguvu ya fedha. Wanapita kwenye mipaka, wanapita sehemu mbalimbali nchini, mashamba ameeleza hapa Kamishna Jenerali, mashamba ya bangi ambayo yamekamatwa. Hii yote inaonyesha kwamba kuna viashiria vya rushwa. Kwa hiyo mimi nimetumwa hapa niseme, pamoja na jukumu letu la uelimishaji umma ambalo tumeingia mkataba wa ushirikiano na mamlaka ya kudhibiti dawa za kulevya nchini, bado pia tuna jukumu letu la msingi la kupambana na rushwa. Na kwa sababu hapa kumekuwepo na viashiria vya rushwa, kwa hiyo ni jukumu letu kuhakikisha kwamba yale yaliyosemwa na Kamishna Jenerali kuhusiana na watumishi wote ambao wamehusika kwa namna moja au nyingine kama watumishi wa umma, tutahakikisha kwamba tunawafuatilia. Hata hivyo, katika operation hiyo magari 7 yamekamatwa, pikipiki 5 pamoja na bajaji ambao zinadaiwa kuhusika na matukio hayo. Mkuu wa wilaya ya Mpanda mkoani Katavi, Jamila Yusuf, amepiga marufuku utoroshaji wa madini na kutangaza kuwachukulia hatua watumishi wote watakaoshindwa kudhibiti suala hilo. Neema Huseni ana taarifa zaidi kutoka Katavi. Jamila ameyasema hayo wakati akifunga kikao cha jukwaa la wadau wa madini na maafisa mbalimbali wa taasisi za serikali na binafsi, ambapo amewataka maafisa madini kutoka ofisini na kwenda kutatua changamoto za wananchi. Jambo la kwanza ni kuepuka utoroshaji wa madini. Wote tumeelezwa sheria, tumeelezwa taratibu. Kwa hiyo wale wote wanaofanya biashara hii ya madini, mnunuzi, mchimbaji, hatutarajii kusikia ama kuona tatizo la utoroshaji wa madini katika wilaya yetu ya Mpanda. Na hivyo ninasisitiza kama serikali hatutamvumilia afisa wa serikali atakayeshindwa kutimiza wajibu wake wa kusimamia mnyororo mzima wa madini na kuhakikisha hakuna utoroshaji. Lakini yoyote atakayebainika, hatua kali kwa mujibu wa sheria pia zitachukuliwa. Kabla ya kufunga kikao hicho, Jamila alipokea kero mbalimbali ambazo zililenga kukatika kwa umeme pamoja na wawekezaji wa kigeni ambao ni raia kutoka nchini China kutofuata taratibu za uchimbaji na kuchimba kwenye vyanzo vya maji. Kwamba Wachina wanachimba katikati ya mto, hiyo ndio kweli wenyewe. Na tuna ushahidi mpaka wa video, wanachimba katikati ya mto. Ila wewe Mtanzania ukigusa tu ndani ya mita 60, basi wewe unachimba hata mita 30. Nemki wana wewe, na lazima utacheza nao vizuri sana. Usishangae ukauza kuku ili Nemki wasiendelee kuchukulia hatua. Je, ni adhabu gani anaweza kupewa mtu ambaye atachimba ndani ya mita 60, na bei yake adhabu ambayo anaweza kupewa mtu ambaye atachimba kwenye hifadhi ya misitu bila kibali? Wananchi wa pale Bindi hawana maeneo ya kujenga. Nina leseni 144. Leseni zote hizo zimekaa kwa watu na sehemu zingine zote. Akitoa majibu ya malalamiko ya wadau mbalimbali wa madini wakiwemo wachimbaji wadogo, afisa madini na wataalamu wengine wamesema ni muhimu kufuata sheria zinavyoelekeza ili kuepuka migogoro isiyo ya lazima. Mchimbaji mdogo akimpata mwekezaji wagawane asilimia ngapi? Hiyo sheria yetu ya madini haijastate hivyo. Yaani sheria sisi imekaa kimya kwa sababu haya mambo
yanategemeana na maelewano yenu, lakini tunawaona wengi, unakuta kwa mfano uwekezaji huu wa TSA, unakuta mwekezaji anakuwa anachukua 80%, Mtanzania anachukua 20%. Sisi watu ambao tunamsaidia Mheshimiwa Rais, tuongeze sana mawanda kuangalia vitu hivi, ndio maana ya macho makubwa. Tusikilize sana ya masikio makubwa, lakini mdomo mdogo, tusio watu wa kuongea sana pasipo kuchukua hatua. Asante sana Neema kwa taarifa hiyo. Rajabu Msimbe, mfanyabiashara wa vyuma chakavu mkazi wa mtaa wa Majengo manispaa ya Kahama mkoani Shinyanga, anashikiliwa na jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga kwa tuhuma ya kukamatwa na dira 2 za maji mali ya mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Kahama KUWASA zilizokuwa zimefungashwa kama vyuma chakavu. Mwamvita Mkondo ameandaa taarifa zaidi kutoka mkoani Shinyanga. Mfanyabiashara huyo wa vyuma chakavu amesema yeye hakuwepo kazini na alipofika alikuta mita hizo zimenunuliwa zikiwa ndani ya mfuko, huku tatizo la wizi wa dira za maji kwa manispaa ya Kahama mkoani Shinyanga likitajwa kuwa ni sugu, ambapo jumla ya dira za maji 210 zimeibiwa na watu wasiojulikana na kusababisha hasara kwa mamlaka hiyo ya shilingi milioni 25 na laki 2. Nimekuta tu zimenunuliwa leo, sikuwepo. Wamekuja kukagua hapa na niambia tukague, nilikuwa nimejiamini kwa najua hamna kila kitu. Nunua kuna dogo yuko hapa ndio nimekuta amekinunua. Amekuja amenunua kaliacha hivyo bila kulimwaga mfuko. Kumbe alikuwemo humo kwenye mfuko. Kwa sababu hapa tulipewa darasa kuna kuyanunua. Tunakwenda tuyanunue. Ndio maana amekuja hapa mimi najiamini najua hamna kila kitu. Kumbe yamo kwenye mfuko. Mtu amelipa gharama zake, amelipia KUWASA kwa ajili ya kupata huduma, lakini watu wachache wenye nia ovu wanakuja wanachukua vile vifaa na kuja kuvifanyia uhalifu. Hasa wanauza vyuma chakavu. Unapoona kuna mtu amekuletea kitu ambacho ni nyara ya serikali, ni vizuri pale ukatoa taarifa hata kwa mwenyekiti wa mtaa. Kwa kweli natua ugumu sana kwa sababu wanapotoa hizi mita kwanza maji yanaendelea kumwagika. Unapoenda kula unatakiwa ununue mita nyingine. Sasa kwa kweli naomba tu achukuliwe hatua waliokutoa hizi mita na nyoa aseme watafutane. Kwa upande wake afisa uhusiano wa KUWASA anataja hasara ambazo mamlaka hiyo imepata kutokana na wizi wa dira za maji, ambapo jumla shilingi milioni 25 na laki 2 zimepotea. Mpaka ninavyozungumza leo ni takribani dira 210 zimeshaibiwa kwenye haya mitaa na maeneo ambayo nimetaja. Na dira moja ina gharama kama ya shilingi 120. Kwa hiyo kwa dira 210 ni takribani milioni 25 na laki 2 zimepotea. Hiyo ni sehemu ya vifaa, lakini wakati wanaiba hizi dira wanaacha maji yanamwagika, lakini wasababisha usumbufu kwa jamii. Tukio la wizi wa mita limekuwa ni sugu kwa mji wetu wa Kahama, wizi wa koki. Kwa hiyo mimi niendelee kuwaasa wanunuaji wa vyuma chakavu kwenye mtaa wetu wa Mongolo na manispaa kwa ujumla wasinunue vitu vyovyote ambavyo ni nyaraka ya serikali. Asante sana Mwamvita kwa taarifa hiyo. Taasisi ya Nafasi Art Space imetoa ruzuku ya ubunifu yenye thamani ya shilingi milioni 270 kwa wasanii, taasisi na mashirika 10 kutoka nchini, ikiwa ni sehemu ya kukuza sanaa na utamaduni usiofungwa na mipaka ya kifikra. Taarifa iliyoandaliwa na Rachel Chacha inasomwa hapa studio na Nancy Ibrahim. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mkurugenzi wa Nafasi Art Space Lilian Hypolite amesema ruzuku hiyo imetolewa kwa wasanii walioteuliwa kupitia mradi wa Feel Free Incubation Grant kwa mwaka 2024, ambapo mradi huo unafadhiliwa na ubalozi wa Uswizi nchini Tanzania pamoja na ubalozi wa Norway nchini Tanzania. Ameeleza kwamba miongoni mwa miradi ya sanaa iliyofanikiwa na kuwa na ruzuku ni pamoja na Mzizini kutoka Dar es Salaam, ukielezea uzito wa sanaa ya ususi kwa wanawake wa Kiafrika, na mradi wa Deta unalenga kuwainua watu wenye ulemavu kupitia sanaa na ufundi. Sanaa ndo maisha, yani ndo tunaishi nayo. Sisi ingawa mara nyingi haipewi kipaumbele na kama inachostahili, lakini ukweli ni kwamba sanaa inabeba vitu vingi sana. Sanaa inabeba kampeni, sanaa inabeba mawazo yetu, sanaa inabeba maisha yetu, sanaa iko majumbani kwetu hata kama tutaki kukubali. Kwa hiyo sisi kwa upande wa Nafasi na sanaa ina mchango mkubwa sana katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo kuanzia barabarani, hizi nguo tumevaa, zote hizo ni moja wapo ya sanaa mbalimbali. Feel Free
ilitengenezwa kwa sababu tumeona mara nyingi issue za sanaa, matukio, hela, utambuzi, zote zinatokeaga mara nyingi. Kwa hiyo sisi tulitaka kuwa na nia rasmi ya kuhakikisha wasanii wa maeneo yote kila kona ya nchi wanatambulika, wana uwezo wa kupata fursa za kujiendeleza, kuonyesha sanaa zao kwa watu wengine. Ndio lengo haswa ya Feel Free. Kwa hiyo kama mlivyoona mwaka huu tumepata watu, yani miradi kama 10 na zimetokea kwenye kila kona kweli ya nchi. Kwa hiyo kwenye hicho tumefurahi sana, na pia kwamba wanawakilisha fani tofauti ya sanaa. Aidha amesema kwa upande wa sanaa ya uchongaji, Vinyago Vibes kutoka Mtwara, mradi huo umelenga kufufua hamasa ya sanaa miongoni mwa vijana, huku mradi huo kutoka Dar es Salaam ukikusanya wadau mbalimbali wa sanaa kujadili athari za kukatika kwa umeme katika maisha na ubunifu. Asante sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo. Zaidi ya wataalam 1000 wa lugha ya Kiswahili kutoka nchini wamesajiliwa kwa ajili ya kutoa mafunzo ya lugha ya Kiswahili katika vituo vilivyopo katika balozi za Tanzania nje ya nchi ili kukuza lugha ya Kiswahili kimataifa. Goodluck Msola ameandaa taarifa zaidi. Wakizungumza jijini Dar es Salaam katika muendelezo wa kikao kazi cha maafisa wa utamaduni, sanaa na michezo, afisa wa utamaduni mwandamizi kutoka idara ya maendeleo ya utamaduni iliyo chini ya Wizara ya Habari Peter Simon Makwai amesema serikali imejipanga kuhakikisha lugha ya Kiswahili inakuwa kimataifa na kitaifa, ambapo kimataifa tayari wataalamu wameshaanza kusajiliwa ili kupelekwa nje ya nchi kufundisha lugha hiyo. Kwa upande wa kitaifa kumekuwa na jitihada mbalimbali ikiwemo maadhimisho ya lugha ya Kiswahili. Kama mnavyofahamu, umoja wa shirika la UNESCO, shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO imepitisha tarehe 7 Julai ya kila mwaka kuwa maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani. Sasa Tanzania katika kuunga wito huo, katika kuunga mkono wito huo wa UNESCO, imekuwa ikiadhimisha maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani kila mwaka ifikapo tarehe 7 Julai. Na kwa mwaka huu maadhimisho haya yatakwepo Julai 7 na yatafanyika kwa upande wa Zanzibar. Na si hiyo tu, kumekuwa na mikakati kadha wa kadha ikiwemo kuendesha mashindano ya insha kwa wanafunzi wa shule za msingi na sekondari nchini. Kuhusu mkakati wa ndani wa kukuza lugha ya Kiswahili, Tito Lulandala, mwenyekiti wa maafisa wa utamaduni taifa, amesema serikali imejipanga kurejesha utaratibu wa mashindano ya kuandika insha, klabu za ngonjera na mashairi ili kusaidia kukuza lugha ya Kiswahili kwa wanafunzi kuanzia ngazi za chini. Tuhakikishe tunahamasisha urithishaji wa maadili ya Mtanzania. Haiwezekani kuyarithisha maadili ya Mtanzania kwa kizazi hiki pasipo kuhakikisha kwamba wanarithi kwa ukamilifu wake lugha ya Kiswahili. Wanajisikia fahari kuizungumza, lakini wanaizungumza kwa ufasaha. Sasa mmojawapo ya mambo ambayo sisi kama watendaji, yani maafisa utamaduni, tutakwenda kutekeleza, kwanza tunakwenda kuhamasisha matumizi ya lugha kwa kuanzisha mambo ambayo yamefifia yaliyokuwa yanahamasisha kuzungumzwa kwa lugha ya Kiswahili katika namna ya ufasaha, lakini katika namna ya kisanaa, yani fasihi. Kwa hiyo tunakwenda kuhamasisha kuendelezwa kwa zile klabu za mashairi, klabu za ngonjera, lakini ushiriki wa watoto katika mashindano ya uandishi wa insha kupitia mashindano ya shule za msingi ya UMITASHUMTA na mashindano ya shule za sekondari ya UMISENTA. Hata hivyo, katika mkutano huo, baadhi ya washiriki wamezungumzia mafanikio ambao wameyapata, hasa ikizingatiwa ni siku ya 3 ya kikao kazi hicho, huku wakieleza namna watakavyotekeleza maagizo yaliyotolewa na serikali. Tumepiga hatua kubwa sana. Tumepiga hatua kubwa kwa sababu kwanza hata ukiangalia mwitikio, lakini kikubwa zaidi ni vile ambavyo kwa mwaka huu kikao chetu kimewahusisha maafisa tawala wa kila mkoa, ambao wao sasa kule ndio wanaosimamia maafisa utamaduni na ndio wanaosimamia maafisa michezo. Lakini pia kuna wakurugenzi wa kila halmashauri, wa kila jiji, nao wamefika kwenye kikao hiki. Kufika kwao na kusikia yale maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaamini kwa sababu wao, ukiangalia mkurugenzi ndio mwenye fungu, ukiangalia rasi ndio hasa alioshikilia mkoa. Kwa hiyo yeye ili kulinda sio kulinda cheo chake, ili kuhakikisha maadili katika mkoa ule yanaenda, maana yeye ndio atakayeulizwa. Kitu kikapoenda wrong kwenye mkoa fulani,
hawezi kufuata afisa utamaduni pekee. Afisa utamaduni ni wa mwisho kabisa. Rasi ambao ni msaidizi wa mkuu wa mkoa atahakikisha kwamba maelekezo haya yaliyotolewa yataenda kadri ambavyo tumeelekezwa. Tija ya kikao hiki ni kubwa kwa sababu imebeba dhana nzima ya kujadili kwa pamoja juu ya malengo makubwa ambayo yako kwenye sera ya shughuli za michezo, tuseme sera ya maendeleo ya michezo, lakini pia sera ya utamaduni ya mwaka 1997 na sera ya maendeleo ya michezo ya mwaka 1995. Sasa ndani yake watekelezaji wakuu ni ngazi ya mikoa, lakini pia na ngazi ya wilaya kwa maana ya halmashauri. Sasa kila mwaka lazima muweke mipango, lakini pia lazima mfanye tathmini. Kwa tija yake iko hapo, na yako mambo mbalimbali ambayo mimi pia kwa sababu ninaendelea kushiriki tumeweza kujadiliana mambo mbalimbali. Yako maelekezo ya viongozi ambao wameyatoa kwa maana ya kama viongozi wa maeneo haya. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Walimu mkoani Geita wamedai kuathiriwa na muda mrefu wa kutoka kazini wa saa 8:30, hali ambayo imeendelea kuondoa ari ya kazi na kusababisha baadhi yao kushindwa kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Taarifa zaidi na Joel Maduka kutoka Geita inaarifu. Akizungumza kwa niaba ya walimu katika mkutano mkuu wa uchaguzi wa chama cha walimu Tanzania CWT mkoa wa Geita, katibu wa chama hicho Pauline Tinda ameieleza serikali kuwa ni muhimu kupunguza masaa ya kazi na pia kuharakisha upatikanaji wa fedha za likizo kwa walimu. Akijibu hoja hiyo, kaimu katibu tawala wa mkoa wa Geita Dr. Omar Sukari amesema tayari swala hilo limewasilishwa kwa katibu tawala wa mkoa na linaendelea kufanywa kazi ili kupata suluhisho la kudumu. Ninaomba kuwasilisha maombi yafuatayo. Moja, walimu wa mkoa wa Geita bado wanayo morali ya kufundisha watoto wetu. Hivyo kamati iliyoundwa na baraza la mkoa na tarehe 22 mwezi wa 4 2025 kwa niaba ya mkutano mkuu wa CWT ili kupata ufumbuzi wa suala la muda kutoka kazini, tunaomba lisikilizwe na kutoa matokeo chanya, maana walimu wetu wanalalamikia hiyo. Aidha, suala la ufundishaji wakati wa likizo nalo litazamwa upya kutoka saa 8:30 saa 10:30 saa 8:30 tayari tulishafika mpaka ofisi wetu, tulishajadili, tulishatafutia ufafanuzi zaidi kwenye wizara ya sekta, na kama walivyosema baada ya Mei Mosi ile task force ndogo iliyoiunda, sisi kama ofisi ya katibu tawala tuko tayari nao kuzungumza ili jambo hili liende. Nao baadhi ya walimu wameelezea namna wanavyoathirika na tofauti za muda wa kazi ukilinganisha na sekta nyingine, wakitaka hatua zichukuliwe haraka kurekebisha hali hiyo. Hili katika mazingira ya vijijini tumekuwa tukienda hadi saa 10:30, 11. Tofauti huu umekuwa ukileta changamoto hasa katika zoezi la ufundishaji. Tunapowafundisha watoto kuanzia asubuhi mpaka saa 6 na baadaye wanaondoka kurudi majumbani, mahudhurio ya mchana yamekuwa ni hafifu sana, zoezi ambalo limekuwa likififisha maendeleo yetu ya ufundishaji na ujifunzaji kwa watoto, na hii sababu imekuwa ikipelekea matokeo yetu kutokuwa mazuri sana. Kwa kweli swala la masaa ya kazi imekuwa changamoto kubwa sasa kwa takribani miaka 10 na kipindi chote hichi kabla ya hapo tulikuwa tukifika kazini mida ya kwanza kazi saa 2 kamili na kutoka saa 8:30, lakini baadaye utaratibu ulibadilishwa na ofisi ya Raio na kulazimishwa kuanza kufundisha kuanzia saa 2 kamili mpaka saa 10:30. Katika uchaguzi huo, Mohamed Majaliwa ambaye alikuwa msimamizi wa uchaguzi alimtangaza Lusato Mashauri kuwa mshindi wa nafasi ya wenyekiti kwa awamu ya pili mfululizo. Akizungumza mara baada ya kutangazwa mshindi, Mashauri ameahidi kushughulikia kwa karibu changamoto ya muda wa kazi kwa walimu. Niwathibitishie hili viongozi wa mkutano mkuu wa chama cha walimu mkoa wa Geita kwa nidhamu iliyotupa mimi na viongozi wenzangu wote wa ngazi zote katika mkoa huu. Niwahakikishie hili jambo ndani ya mwezi unaokuja tutafanya kazi, tutafanya darasa, tuongee tuweze pamoja angalau walimu wanaokwenda mpaka saa 10:30 pamoja tusafiri ya kufanya shughuli zingine za jamii katika familia zao. Hatua hii ya walimu
Kueleza changamoto zao inaonyesha dhamira ya wazi kutetea maslahi yao na kuboresha mazingira ya kazi katika sekta ya elimu. Wakati serikali ikiendelea kushughulikia madai hayo, matarajio ya walimu wengi ni kuona mabadiliko ya haraka yatakayowarejeshea ari, ufanisi na heshima katika utendaji wao wa kila siku. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Halmashauri Manispaa ya Temeke atoa mkopo wa 10% zaidi ya shilingi bilioni 5 kwa wajasiriamali 7,000.